Karibuni sana wote ambao mnasikiliza Baraka One TV. Tuko tarehe 1 za mwezi wa 10 2025. Majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye yuko nakurushia haya matangazo. Leo siko peke yangu. Nafikiri mwandishi mwenzetu baada ya kuzuilika kama wiki nzima hivi amemaliza shughuli zake. Karibu sana. Asante sana Rajab Kabonga DJP. Na tuko pamoja tena, tunarudi. Umekuwa unapotea, watu wanasema huyu mgeni kunya mara moja tu nakupotea. Alienda wapi? Hapana, unajua tena shughuli za kifamilia zilikuwa zimetukogota kidogo, lakini tuko. Okay. Tuna mambo mengi sana ya kujadili, lakini katika haya mambo mengi tutagusia kuhusiana na swala ambalo limefanyika jana tarehe 30 za mwezi wa 9 2025. Kwa dondoo tu fupi ni kwamba tarehe ya jana kulisomeka hukumu ya rais mstaafu bwana Joseph Kabila Kabange, maarufu kama Joseph Kabila Kabange, jina lake la uhalisia bwana Hippolyte Kanambe, wengine wanasema Kazemberere. Hii hukumu kwanza, wewe kama wewe mwandishi wa habari ulipokeaje? Nilipokea vizuri kwa sababu ni maamuzi yalitokana na mahakimu ambao walifanya kazi yao ya kufanya utafiti na kufuatilia mambo yote kufuatana na rais wa zamani, rais mstaafu Joseph Kabila ambaye alikuwa akijificha hapo zamani kwa hilo jina ambalo nataka kuzungumza, Hippolyte Kanambe, ambaye ilikuwa ni jina lake rasmi. Ukiangalia hata sehemu zote ambazo amezunguka ilikuwa ni jina ambayo alikuwa nayo tangu utotoni. Lakini ndio vile maamuzi yametoka, hakuna cha kufanya kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa juu ya sheria. Sheria ndio ina maamuzi yote na ndio inatakiwa kuamua. Wala. Mimi kuna wakati kipindi cha nyuma niliwahi kusema iko siku tu. Ukweli utajulikanaga. Na hatimaye ukweli unaanza kujulikana. Kwa wale ambao wanasuasua, ngoja nirudi nyuma kidogo tukirudi nyuma kidogo, bwana Hippolyte Kanambe ilikuwa inasemekana kwamba ni mtoto wa mzee Laurent Desire Kabila. Hiyo ni moja, ilikuwa inasemekana hivyo. Na maisha yake yote, karibia yote, aliishi Tanzania. Na mzee Laurent Desire Kabila alikuwa ni alikuwa ni muasi kipindi hicho wakati anapigana na Mobutu. Baadaye wakashindwa vita, wakakimbia. Walipokimbia akawa anabakia kufanya biashara za madini. Anatoa madini Kongo, anabeba wapi? Tanzania. Baada ya kuingia katika mifumo ya kusema kwamba waangushe utawala wa Mobutu, kina Rwanda na Uganda na kina wengine wakaungana. Sasa wakakumbuka kwamba tuna mtu ambaye alikuwa mpinzani wa Mobutu, wakaenda kumtafuta mzee Laurent Desire Kabila. Wamemleta Kabila na kijana wake ambaye alimlea, mtoto mlezi. Akatoka sasa Tanzania wakaja Rwanda. Baada ya Rwanda wakaenda Uganda, wakaanza mafunzo ya kijeshi ya miezi isiyopungua 6 mpaka 8. Baada ya hapo Hippolyte Kanambe akaingizwa ndani ya jeshi la AFDEL na ndo wakaanza ile makonkete yao wakati wanakamata Goma. Alikuwa anajulikana kwa jina la Komanda Ipo. Komanda Ipo kwa ufupi tu. Komanda Ipo, ikiwa na maana kwamba Komanda Hippolyte alikuwa chargé na logistique ya basolda ya AFDEL. Kisha baada ya hapo sasa mzee Laurent Desire Kabila alivokufa, ghafla jina la Ipo likapotea na akawa anaitwa Joseph Kabila. Akachukua madaraka. Baada ya kuchukua nchi, alivokula kiapo cha kwanza kuongoza nchi, ikawa Joseph Kabila Kabange. Unasema jina iko naenda inabadilika. Kisha baada ya hapo sasa kuna mtu anaitwa Ngoi Mukena, aliwahi kuwa gavana wa Katanga, jimbo la Katanga. Katika moja kati ya interview zake aliwahi kusema kwamba katika watu ambao walimtengenezea ule unationalite Hippolyte Kanambe ni yeye. Alipewa kazi ya kumtengeneza Hippolyte Kanambe, ndio akamongezea ile jina ya Kabange. Kabange kwa wazetu wa Katanga ni watoto wa mapasa. Inasemekana yeye na dada yake ambaye ni Janet ni mapasa, lakini mapasa ambao walizaliwa fasi mbalimbali. Kila mtu sehemu yake. Kwa mfano huyu anazaliwa
Baraka unazaliwa Kamanyola. Sasa ni mapasa gani wanazaliwa sehemu mbalimbali. Sasa hii yote akawa anaongoza nchi. Aliongoza nchi kwa namna yake mwenyewe anavyotaka. Ikaenda nchi ikaharibika kabisa. Nchi ilivyoharibika ikaja sasa kugundulika baadaye, baada ya yeye kuachia madaraka. Ikawa ni ngumu sana kuachia madaraka, lakini kutokana na pressure iliyokuwa inawekwa ikabidi aachie madaraka, na madaraka akachukua Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sasa hapo ndo kesi ikaanzia. Baada ya madaraka kuingia mikono mwa Felix, yeye sasa akawa anacheza chini chini. Kumbe tamaa ya kurudi madarakani bado ilikuwa iko ndani yake. Na Rais Felix akawa anasema kila siku mtangulizi wangu ndio anahusika na hizi vita. Watu wakawa hawamwelewi vizuri. Baadaye sasa ndio kaja kubainika kweli Hippolyte Kanambe ndiye bosi wa M23. Sasa kesi yake ikaanza rasmi. Ikaenda wakasema mambo mengi sana yakatoka, wakazungumzia uraia wake, jinsi ulitengenezwa, jinsi alidanganya, mambo yakawa mengi sana. Hatimaye hiyo siku ya jana tarehe 30 sasa ndiko mahakama ya kijeshi ikaanguka na kupiga nyundo kubwa. Sasa tuambie hiyo nyundo kubwa ambayo ilipigwa na mahakama ya kijeshi ni nyundo ya design gani? Karibu sana. Niseme kwamba ilikuwa ni nyundo ya design kubwa sana, kwa sababu mahakama ilijikusanya kwa pamoja na mawakili wote ambao na wanasheria wote ambao walikuwa kwenye maamuzi ya prosesi ya Joseph Kabila kwa jina lake la utotoni Hippolyte Kanambe. Ilikuwa ni majira mchana ndipo kabisa vilipita kwenye runinga ya Radio Taifa, ambapo ilikuwa inapita directly, kila mtu alikuwa ameona jinsi mambo yalikuwa yanaendelea. Lakini kufuatana na maamuzi ambayo yaliyotolewa, ilikuwa ni maamuzi makubwa sana ambayo ilionekana kwamba sio kwamba ni yale tu tunaona ya M23. Vile vile kuna mauaji ambayo aliwahi kuyafanya Joseph Kabila akiwa rais. Utafahamu kwamba kuna mauaji ambayo alifanya vile vile, aliua wanachuo akawaenda wazika nyuma ya mji mkuu wa Kinshasa. Ikaleta harufu nyingi sana ambayo mpaka raia wakalalamikia, na Umoja wa Mataifa na Msalaba Mwekundu ikaja ikafanya utafiti wake ili kuangalia ni wanani, kwa kutanisha kwamba ni maiti ambao walizika wale ambao wanaita maforce commune. Lakini hiyo ni fupi tu ambayo huenda ilikuwa ni utafiti ambao umefanyika na wanasheria, lakini maamuzi kutoka hivi. Rais Joseph Kabila ameonekana kuwa na makosa. Yalikuwa mengi sana, mlolongo makosa, lakini mojawapo hizi ambazo nitakazotaja ni kwamba alifanya mauaji ya kivita, crime de guerre. Makosa ya kivita ni moja kati ya makosa ambayo ameyafanya. Ndio. Akafanya vile vile makosa mengine ambayo yaliyotaja ni makosa ya homicide intentionnel, yani ni mauaji yenyewe mwenyewe unapangilia. Ndio ile nimekujuambia hapo mbeleni kwamba wanachuo fulani wameuawa, walikuja kudai haki yao mbele ya rais, lakini akawaruhusu wenye hao vijana wakawaua na wakazika nyuma, na familia zao zikujuaga na zikuwa na ruhusa ya kuuliza watoto wao wamekwenda wapi. Hiyo ni homicide intentionnel, yani mauaji ambao umeyafanya kwa kutaka mwenyewe, mauaji ya kudhamiria. Ndio. Na vile vile kulikuwa yale ambayo ni makosa inaitwa viol et torture, yani ubakaji na yani kunyanyasa. Niseme torture ni kutesa na utesi, yani unyanyasaji na utesi vile vile. Ndio, unyanyasaji na utesi na ubakaji, kwa sababu ni viol et torture, yani wanabaka na wanatesa, wanasulubisha vizuri. Hiyo ikaonekana ni kosa nyingine ambayo kubwa sana ambayo yafanya rais wa zamani mstaafu Joseph Kabila, ambaye sio tena rais kwa sababu wamemnyang'anya hata uraia wake. Na hiyo ikatuma kwamba tusimtaje tena rais, lakini tuseme kwamba rais aliyekuwa, kwa sababu amenyang'anywa madaraka na uraia wote, sio tena ni Mkongomani. Na vile vile makosa ambayo aliyoonekana kuwa nayo, aliwahi kujihusisha na kuunda tena kwa upya kundi la magaidi wa M23 ambao wanafanya kwa sasa raia wengi wanayahama makazi yao na wengine kuuawa. Hata vile habari za hiyo jana kusema kwamba vijana wamekamatwa kinguvu kwa Bukavu kuingizwa ndani ya jeshi la M23 na makomando ambao mama ambao ni wajawazito eti ni wa komando. Hiyo yote ni participation yake Joseph Kabila katika kundi hilo la M23 AFC kiongozwa naye Corneille Nangaa ambaye alikuwa kiongozi mbeleni hilo swala uchaguzi. Turudi nyuma kidogo.
hilo swala la wanawake wajawazito wa M23 hivi hakuna wanani watu wavantili kama wa M23. Niseme kwamba wanafanya vitu kama vile ni plaisanterie ama kujifurahisha. Na hawana discipline. Discipline haipo. Inawezekanaje wanajeshi wa kike mnawazalilisha hivi? Hata sisi watangazaji wenyewe peace, niseme kwamba si watangazaji wenyewe. Kwa utafiti wetu wa karibu tu ni kwamba mwanamke mjamzito hawezi ikaa sehemu ambapo kunapigwa masasi za saa nzima. Anaweza kazaa na bado siku za kuzaa. Hiyo sasa ikiwa nyingi sana machungu atakuja na tazaa na bado. Haiwezekani. Yaani pale kwenye kambi yao ya Rumangabo na ile ya Chanzu kazi ni ubakaji tu, wanabaka ni wanawake wao na wanawatia mamimba. Sasa hatujui vizazi ambavyo vitakuja vitakuwa, kwa sababu wengi ni wenye Rwanda ndio wako na ni wanawabaka wale. Ndio Kwa hiyo watazaa watoto ambao wana damu ya Rwanda. Hebu tuendelee. Na cha ajabu sana kuhusu hiyo tu kwamba niseme ukiangalia wajeshi wa Rwanda ambao wanabaka, wajeshi ambao ni vijana ambao wanawakamata wanatia M23 wananyanyaswa sana, na ndio maana hata huyu kiongozi wa jeshi la taifa alitoa message juzi hapa ya kusema kwamba vijana wote ambao wanajua kama wako kwenye M23 watoe maamuzi waondoke katika kundi hilo, kwa sababu cha moto kitakuja baadaye, na unajikuta kwamba wananyanyasika mule kuliko Wanyarwanda. Wanyarwanda wanapewa samani kuliko Wakongomani ambao waliokamatiwa kwa kimabavu kuingizwa ndani ya kundi hilo. Na Wanyarwanda wao wako wanapokea mishahara yao kupitia mobile number Rwanda za MTN. Wao na ni Wakongomani wanaambiwa mwe mungoe mpaka siku tutaingia mgouvernement ndo mtapokea mishahara. Na huko FRDC faranga zao ziko tu, waambia mkuu faranga ziko zinabangoya. Sasa watachagua usufurire kwa M23 ama ukiopokea na mshahara wako kwa serikali. Tuendelee na masuala ya polisi. Ingine ni kwamba condamnation ni maamuzi yaliyotolewa ya karibu sana, ni kwamba wametoa maamuzi kwamba amehukumiwa hukumu ya kifo, yani peine de mort. Hukumu ya kifo. Ndio, hata kwamba hiyo Umoja wa Mataifa ilikataa hiyo peine de mort haiwezi katolewa kwa rais yote ule, hata kama alikuwa seneta. Peine de mort ilionekana kwake kwamba anatakiwa atolewe hiyo adhabu ya peine de mort, yani adhabu ya kifo. Na hiyo adhabu ya kifo ilitokana kwamba aliwahi kufanya uhaini, niseme trahison katika jeshi la taifa, na vile vile kutrahiri nchi yake, na vile vile aliparticiper kwa mouvement insurrectionnel, ndio ile M23. Na vile vile faini sasa za pesa, niseme kwamba ujamaa wamemfilisi kwa namna ya ajabu, kwa sababu ukiangalia Rais Joseph Kabila alikuwa katika, niseme kwamba Forbes tafuta kutoa hiyo, lakini kutoaga ya kutoa matajiri barani Afrika na angetolewaga hemo, lakini kufuatana hiki kitita cha pesa ambacho ameonekana kwamba atanyanganywa, faini ametolewa hizi za 33 milliards de dollars. Ni pesa nyingi sana, wamemfilisi kwa sababu hawakuwa wanasema milioni ya madola, walikuwa wanasema njoo mabilioni. Na hapo hivyo ni kwa upande wa serikali hapo. Ndio. Bado ile mikoa zenye kunafanyika ile mauaji sasa, na wapya kila mkoa iko na pesa yenye anatakiwa alipelipe kwa wale wa victim de guerre. Bwana Pisi, kuhusu faini za kutoa pesa, wamesema kwamba atakuwa ametoa pesa 2 miliari miliari 2 kukila jimbo kama hizi, jimbo ya Nord Kivu, jimbo la Bukavu na vile ya Isiro. Hiyo ni kufuatana na jinsi watakavyotengeneza maeneo yote ambayo iliyoharibiwa na magaidi au M23 ambao yeye ndio kama baba yao. Ndio. Na hiyo unakutasha kwamba itamfilisi kwa namna ajabu, na atarudi maskini, kesho atakula matembele kwa namna ya ajabu. Wana Roger Seko, ipolitika na mimi atakuwa maskini wana. Alikula franga, akakula mayai, sasa hivi eske kwa iko ukianalize tu kwanza kwenye iko saizi, wewe una imagine iko mwita gani? Niseme kwamba eta yake display itakuwa imetulia, kwa sababu hii najua pressure itapanda tu, hata kama anasema kwamba alikuwa na kerdir, lakini pressure itapanda kwa namna ya ajabu juu pesa hizo, kiwango cha pesa hicho sijui kabisa, lazima tu pressure ipande. 33 milliards de dollars wako nyanganye nazo, kwa sababu utajiri wake uko estimé ma 25 milliards hivi ma 28, yani pesa yake zote zimeenda.
hapo zimeenda na anasalia na deni, aende sasa akope madeni aongezewe pale. Ndio. Na ukiangalia vitu ambavyo aliinvestire Mkongo viko vingi sana, na vitu vingine aliviiba vya serikali. Ni mambo mengi sana ambayo ilitajwa, lakini kwa ufupi ndio haya nimeyasema mwenzangu Rajabu Kiza Kabonga, kwa sababu ni mengi sana ambayo yamezungumziwa. Juu ukiangalia ni mauaji mengi sana ameyafanya. Kabla tojawa rais, nikumbushe kwamba aliwahi kufanya mauaji maeneo ya Kisangani ambayo hata runinga ya RFI iliwahi kuyazungumza hayo mauaji ambayo yaliendeshwa na Hippolyte Kanambe. Hutu ambao walitoka Rwanda walikuwa wanakimbia kwa sababu walikuwa mauaji ya, lakini wale wa Hutu kukimbilia Kisangani, Sakre ambayo iliwahi kuwa ya ajabu. Na ukiangalia temanyaji ya watu ambao walikuwa sehemu hiyo, wanakuambia maiti zilikuwa nyingi hadi watu kukimbia sehemu hiyo. Na kwa mwisho hapo, mahakama ilitoa sasa kauli gani nzito ya mwisho kwamba anahukumiwa hivi na afanyiwe nini haraka iwezekanavyo? Mahakama ilitoa maamuzi mengine ambayo ni kwamba anatakiwa kutoa hizo pesa na anatakiwa kukamatwa, arrestation immédiate ordonnée, ndio vile kwa Kifaransa umesema haraka iwezekanavyo, yani kwa muda ule kama alikuwa anajulikana kwa sehemu fulani aende chukuliwa na aletwe. Sasa iko na mimi atone kwa juzi mara mwisho alikuwa iko Ijwi, iko mo territory yenye iko kipena na M23 takamata ifa pale yani sijui kwa sababu amehukumiwa hukumu la kifo. Uone watatumana vyo desiasa zinde zimkamate kwa haraka. So nafikiri kwa hukumu hii wakongomani wengine wajifunze nini? Kwa hukumu hii wakongomani wengine wajifunze kwamba itakiwi kuwa msaliti wa nchi. Na inatakiwa kuwa na hali ya uzalendo, kupenda nchi yako, kwa sababu kama unaitwa mkongomani baada ya Kongo wengine nchi, hata ukiwa huko umeelekea nchi nyingine ambao unaishi vizuri, lakini nchi yako watakuwa wanasema tu huyu ni mtu fulani, lakini kwao ni fasi fulani. Inatakiwa kuwa na ile hali ya kupenda nchi yako na usiwe mtu ambaye kwa sababu ukiangalia haya mauaji yote ambayo yamefanya ilikuwa sio kama vile kiutu, ni kama vile kiunyama, juu kuua watu wengi na kuficha ukiangalia hata nikumbushe kwamba sio tu mwenyewe, hata vile vile wakati alikuwa rais Joseph Kabila, wale ambao wanaitwa opposant wote walikuwa wanakimbizwa, yani alikuwa anafanya kwamba ikawa kama vile utawala wa udikteta kwa pande wake, kwa sababu ukiangalia alibeba hata miaka 18 ambale utawala, kwa sababu utawala kufuatana katiba ya nchi ya renouvelable une seule fois kufuatana katiba ya nchi, lakini kwa upande wake alikogota miaka na wakuwao waliuawa na kupoteza trust. Lakini hiyo ipewe funzo kwa wengine kwamba inatakiwa kuwa napende nchi yako na usifanye mambo ambayo baadaye yatakuja kukosti, yatakuja kukubadilikia. Kifupi bwana, nafikiri kwa muda wetu hapa dakika 18 zinatosha kwa wasikilizaji kuweza kwenda kusikiliza. Ningetoa tu rai moja kwa wasikilizaji wote kwamba hiki kipindi kilikuwa kina dakika 15. Kwa hiyo kama mtataka tuzidishe hadi dakika 20, mtaandika pale kwa comment, na kama mnasema no kishia tu hapo 15 ni sawa, pia mtaandika kwa comment ili tuwe tunaenda sambamba. Nafikiri tunaishia hapa kwa sasa hivi, na mimi ningetoa tu wito wangu wa mwisho kusema kwamba hakuna aliye juu ya sheria, sisi wote tuko chini ya sheria. Big up sana kwa Ejide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Aiba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobi Ondo Kilamba Mawe, Kashosi from Australia, mzee wa state ya Maine, bila kusahau pia da Feza, da Asha, da Letitia, da Irene from Germany, na Kis Kandeke, Asimwe Baguma Samuel from Czech Republic na Afrika Kusini, na Mohamed Papi Rajabu kutoka maeneo ya Afrika Kusini, na nani mwingine. Tukutane majira ya saa 12. Ciao. Asante.